Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu wa mbingu na nchi ambaye ametupa nafasi hii tena ya kukutana kupitia ukurasa huu. Siku ya leo ninataka kuzungumza na wewe mwana wa Mungu kupitia neno la Mungu angalau kwa dakika hizi chache. Lakini kabla hatujakwenda kusoma neno hili la Mungu, tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru tena Mungu wa mbingu na nchi. Asante kwa sababu ya wema mkuu na fadhili zako. Lihimidiwe na libarikiwe jina lako. Asante Yesu Kristo uliyetupa nafasi ya kukutana na watoto wako kutoka maeneo mbalimbali, na hususan kwa njia hii ya mitandao ya kijamii. Naomba neema yako na kibali chako kipite tena kwenye maisha yetu. Tusaidie kwa neno lako, tupate kuendelea kukufahamu na kukujua wewe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ninakwenda kusoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12, kuanzia mstari wa 28, mstari wa 28 mpaka ule wa 32. Neno la Mungu linasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano na maongozi, na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora. Hili ndilo neno la Mungu ambalo ninatamani tuzungumze, na ninataka tuzungumze siku ya leo kwa habari ya huduma, karama na vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani ya kanisa. Katika majira na nyakati tulizo nazo, unaweza ukaona namna ambavyo baadhi ya watumishi na baadhi ya watu wamekuwa wakishambuliana, na wengine wamekuwa wakishambulia huduma za watu, wamekuwa wakiwashambulia kwa sababu mbalimbali ambazo kwao wanaona zinatija. Lakini Biblia inasema waziwazi ya kwamba Mungu ameweka wengine katika kanisa, au Mungu amewaweka wa kwanza kuwa ni mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha aina za lugha, kisha aina za lugha. Na hii ni kwa sababu Mungu ndiye anagawa karama na vipawa, na Mungu ametoa nafasi tuweze kumtumikia kwa njia hii. Ajabu ni kwamba kumekuwa na baadhi ya watu wa kushambulia huduma za watu wengine. Mungu amekupa huduma aliyokupa kwa ajili ya utukufu wake, wala hajakupa huduma na karama ili ujinufaishe, ili uwasimange wengine, ili uwatukane wengine. Hapana, Biblia iko wazi kabisa. Karama na vipawa ambavyo Mungu ameweka na ameachia kwenye maisha ya wanadamu ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake, tena watu waweze kumtumikia yeye katika hali ya uaminifu. Sasa kama Mungu ameweka wachungaji, kama Mungu ameweka manabii na mitume, amewaweka maaskofu, amewaweka watu wa namna mbalimbali, ameachia hizi huduma, mimi na wewe ni nani wa kupinga, kuponda, kukemea, kuwadhalilisha wengine kwa sababu tunafikiri kwamba sisi tunaweza sana? Hauwezi. Kumbuka, unayemtumikia ni Mungu aliye hai, amekupa huduma, na anauliza, je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Kama wote si manabii, una haja gani ya kupambana na nabii? Kanisa la Kristo halitajengwa kwa watu kushambuliana. Kanisa la Kristo halitajengwa kwa Ukristo kuwashambulia Wakristo wengine. Ajabu ni kwamba
adui wa Ukristo sasa hivi, adui wa imani hii ya Kikristo anatoka ndani ya kanisa. Kudharauliana, kushutumiana. Kwa nini? Una haja ya kumdharau mtu mwingine. Una haja ya kushambulia kanisa lingine. Huwezi ukaujenga mwili wa Kristo kwa kuwashambulia watu wengine hata siku moja. Simama kwenye nafasi yako. Wewe ni mwalimu, simama. Wewe ni mwinjilisti, simama. Wewe ni nabii, simama. Wewe ni mchungaji, ni askofu, simama. Wewe ni mwalimu, simama kwenye nafasi yako. Usisimame kwenye dhehebu lako kuwashambulia wengine. Haiwezi kuwapeleka watu mbinguni. Waonyeshe watu Mungu aliye hai. Waonyeshe watu Yesu. Wafundishe neno la Mungu. Umepewa huduma, umepewa karama ya kuona. Mwambie mtu jambo lake kwa utukufu wa Mungu. Wala hujaambiwa useme mambo ya watu. Na hata kama umepewa ridhaa ya kusema mbele ya halaiki ya watu, ni sawa, kwa sababu Mungu amekupa hiyo ridhaa. Lakini hakuna haja ya Mkristo kwa ushambulia Ukristo. Huwezi ukaujenga mwili wa Kristo kwa kuwashambulia Wakristo wenzako, kwa kulibomoa kanisa, kwa kufikiri dhehebu lako ni bora kuliko madhehebu mengine. Na dhehebu, hakuna dhehebu litakalo kupeleka mbinguni wala litakalo tupeleka mbinguni. Madhehebu ni vituo tu vya kumtafuta Mungu. Na ndiyo sababu mtu au watu wanatoka sehemu moja kwenda nyingine, wanakwenda kutafuta majibu ya maswali yao. Sasa kama huna majibu ya maswali ya watu unaowaongoza, watu watahama, watatoka sehemu moja kwenda nyingine. Wasaidie watu, waonyeshe watu Mungu aliye hai, waonyeshe watu Yesu Kristo. Usiwaonyeshe watu madhaifu ya mtu mwingine au ya watu wengine. Usiwaonyeshe watu madhaifu ya madhehebu. Waonyeshe watu Kristo ambaye yeye alikuja akafa msalabani ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Na kwa sababu hiyo Biblia inasema, je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni waalimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora. Na mimi nasema na waonyesha njia iliyo bora, ambayo ni Yesu Kristo. Na huyu Yesu Kristo ndio msaada wetu. Huyo ndiye ngao na ngome. Hatutaenda kukaa mbinguni kufuatana na madhehebu yetu. Hakuna, haipo. Walioishinda dhambi, waliomshinda shetani, walioshinda tamaa za miili, walioifanya kazi walioitiwa, hao ndio watakaopata nafasi mbinguni. Hatutapata nafasi mbinguni zinazotokana na madhehebu yetu. No, sahau hicho kitu. Kwa hiyo hautaujenga mwili wa Kristo kwa kuushambulia Ukristo. Ninachotaka kusema na wewe, mwana wa Mungu, usiwe adui wa Ukristo. Badala yake kuwa rafiki. Tafuta namna ya kupeleka ujumbe wa neno la Mungu kwenye makabila mbalimbali, kwenye familia mbalimbali, na kwenye madhehebu mbalimbali. Mpeleke Kristo, usipeleke dhehebu lako, kwa sababu dhehebu lako halina nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Dhehebu lako litakusaidia kwenye mambo machache sana: kuzikwa, ndoa, ubatizo, na kutambulika wewe ni muumini wa dhehebu lipi. Hiyo tu. Lakini dhehebu lako halina nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Waonyeshe watu Yesu Kristo, kwa sababu huyo ndiye atakaye kuja kuhukumu miungu yote, atakaye kuja kuwahukumu, atakaye kuja kutoa hukumu kwa viongozi wa madhehebu na serikali mbalimbali duniani. Usipowaonyesha watu Kristo na umepewa hiyo ridhaa, uwe na uhakika
hukumu yako na wewe imekaribia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye mamlaka yote, ninaomba utusaidie. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Tupe Bwana roho ya unyenyekevu, utiifu, lakini zaidi sana upendo. Tupendane e Bwana, tuwaonyeshe watu njia inayostahili kuiendea, wala si taratibu za madhehebu yetu. Tujalie roho ya unyenyekevu e Bwana. Ninaomba kwetu uondoe kiburi, maringo na majivuno, ili Mungu wa mbingu na nchi, jina lako likaendelee kutukuzwa, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.